watu aina mbili wanapoamua kufanya project zao, iwe ni biashara, investment ama kitu chochote cha ujasiriamali. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye anafanya kwa bahati nasibu, anabeti. Ni investment, anaweka pesa zake. Ni biashara, ana take risk, alafu anafanya kwa bahati nasibu, kwamba ikitoka imetoka, rafiki yangu. Alafu kuna mtu wa pili ambaye anafanya kwa kisayansi, kwamba anakaa chini, anajifunza, anatumia mbinu ambazo tayari zipo kwa watu ambao wamekuwa tayari successful, wametumia njia hizo na zimeweza kufanya matokeo. Sasa basi, wewe mfanya biashara au mjasiriamali, kwenye hii biashara ambayo unatamani kuifanya au ambayo tayari umeshaanza kuifanya, umetumia njia gani? Umebeti, unatumia bahati nasibu, au umefanya kisayansi kwa kutumia system maalum ambayo tayari ipo na mikakati ambayo imethibitika ili kuweza kupata matokeo? Ngoja nikupe mfano mzuri. Unaona Coca-Cola ama Pepsi ama Vodacom, tunawafahamu miaka nenda rudi. Kuna kitu ambacho wanakifanya kwa sababu wanatumia sayansi. Wewe upo tu umekaa unaiona na unafanya biashara yako, lakini mmoja hapa lazima atoke kila siku analaumu biashara ni ngumu, serikali ni mbaya. Lakini Vodacom na Coca-Cola kila siku kwenye annual returns zao za mwaka wanaonyesha namna gani wamepata faida kubwa kwenye biashara zao. Unajua kitu gani kinatofautisha? Kwa sababu kuna system ambayo wanaijua ya kupata wateja ambao wanaifanya Coca-Cola au Vodacom, lakini kuna hiyo system ambayo wewe huijui. Mfanyabiashara wa kila siku, wewe mama kulaumu au baba kulaumu, everyday unalaumu biashara yako na unatamani biashara yako itoke kwenye level moja kwenye level nyingine, lakini hujui namna ya kupata wateja. Sasa basi, kwa kugundua hilo, tumeweza kutengeneza kozi maalum ya video ya masaa zaidi ya 2.5, pamoja na kozi hiyo tumeiandika chini kwa maana ya kupata ebook ambayo utakuwa unasoma taratibu kugundua ni mbinu gani itumike kwa ajili ya kupata wateja. Kwa nini kuna mambo ambayo yanajirudia kwenye biashara fulani na mimi siyajui kwa nini yanafanyika? Kwa nini watu wanapata wateja kila siku? Achana na kubeti, fanya biashara kisayansi kabisa. Hivyo basi, kozi hii itakusaidia kuweza kupata wateja kwenye biashara yako. Kama ulikuwa unapata wateja 100, utapata wateja 100 wengine. Kama ulikuwa hupati kabisa wateja, utaweza kupata wateja wengine 100. Kozi hii inaitwa The First 100 Customers, a Startup Guide for Growth. Kwa maana ya kwamba wateja 100 wa kwanza, mwongozo wa mwanzo kwa ajili ya ukuaji. Gharama yake ni shilingi 99,000, lakini kwa sababu tumeamua kuleta public, kozi hii tutaiuza kwa shilingi 49,000 tu. Comment neno link hapo chini, nitakutumia link moja kwa moja kwenye DM yako. Utapata access ya kupata kozi hii kwa shilingi 49,000 tu.